Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji, kwanza pole kwa majukumu na hongera pia kwa kupambana kwa ajili ya kutafuta mkate wa kila siku. Bila kusahau unaongea na mtumishi wa Mungu Nabii Gift Constantino Sendwa. Leo niko na mada fupi sana ambayo nitazungumzia kwa upande wa marafiki. Kwa kifupi sana ili uweze kunielewa. Wengi tuna marafiki ambao tunawapenda. Lakini marafiki hao nitazungumzia wa design mbili. Rafiki wa kwanza ni yule aliokoka na rafiki wa pili ni yule ambaye hajaokoka. Lakini hawa watu ni marafiki. Nisikize kwa makini. Namaanisha hivi, mtu aliyeokoka akawa na urafiki na mtu ambaye hajaokoka, na hao watu wawili kila mmoja yuko na katabia kake. Aliyeokoka na tabia yake na ambaye hajaokoka na tabia yake. Na hao watu wote walizaliwa na waliumbwa na Mungu, na kila mmoja ana nguvu ya nyota ya kibali. Sasa kuna madhara yanaweza kutokea kwa mtu aliyeokoka akawa na urafiki na mtu ambaye hajaokoka, akawa amezidiwa, yani nyota yake imezidiwa na mtu ambaye hajaokoka. Aliyeokoka kazidiwa nyota yake na mtu ambaye hajaokoka. Mtu huyu ni rahisi sana kuvutwa kumwacha Mungu na kurudi duniani, kwa sababu ambaye hajaokoka yuko na power kubwa ya kumshawishi huyu mtu na kumvuta ya kwamba usiende kanisani, ya kwamba achana na mambo ya kanisani, na kumshawishi kwa mambo ya duniani yaliyokuwa ya nasa, na akajikuta yule mtu akamwacha Mungu na akarudi kwenye mambo ya duniani. Kinachomvuta ni nguvu ya nyota ya yule mtu iko juu ya huyu aliyokoka iko chini. Lakini niongee kwa habari ya watu ambao wameokoka pia. Wewe ambao umeokoka na nyota yako iko juu, ina nguvu ya kuweza kumvuta huyu mtu kutoka kwenye mikono ya adui na kumleta kanisani. Sasa unawezaje? Wale ambao tumeokoka, mbona hatutumii hizi nafasi kwa ufasaha ili kuwaleta watu kwa Mungu? Una rafiki ambaye hajaokoka na wewe umeokoka, basi mvute, mjaze kwenye imaya yako ili aweze kumjua Mungu aliye ndani mwako, aweze kumtumikia na yeye abadilike. Aache pombe, aache uzinzi, aache ulevi. Inawezekana, ila tumekuwa hatujiamini. Wakati mwingine Mungu anatutumia, lazima tujikubali na tujiamini kwamba Mungu wetu anaweza kututumia sehemu yoyote. Kama shetani anaweza kutumia mtu ambaye hajaokoka na akamshawishi mlokole akamwacha Mungu, lakini sisi tunaweza kumwamini Mungu akatutumia tukamfanya mtu aliyekamatwa na adui akarudi kwa Mungu. Angalia rafiki yako, amekuzidi nyota yake iko juu ama yako iko juu? Nafikiri utanielewa. Ukifuatilia hilo utanielewa nini namaanisha. Nikutakia usiku mwema. Naomba baraka. Baba, katika jina la Yesu, bariki mtumishi anayenifuatilia, na anaye comment na kulike, na anayenitia moyo katika jina la Yesu. Bariki njia zake zote za mafanikio, bariki kazi yake, bariki watoto wake, bariki uzao wake katika jina la Yesu. Walioko ndani ya nchi na nje ya nchi kuanzia sasa, Mungu akasimame upande wako, akasimame na biashara yako, akasimame na mipango yako, ukaifanikishe. Wewe mwenye jambo unataka kufanikisha hapa karibuni, unaona kama milango imefungwa, Mungu afungue milango kuanzia sasa katika jina la Yesu. Pokea kibali, pokea afya, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu itakayo kusaidia kwa kila hatua unayofikiria. Asante na kwa kunisikiliza. Niko pamoja na wewe. Usisahau, naitwa mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Gift Constantino, kanisa Sayuni Gospel Miracle Kidimu. Karibu sana. Ulioko Kibaha Maili Moja, tuko na huduma pale mtaa wa Loliondo, kanisa la Sayuni Gospel Miracle, kwa mtumishi wa Mungu Askofu Zakaria Prosper Zakaria yuko pale. Karibu sana siku za Jumapili, Jumatano na Ijumaa. Ubarikiwe. Amen.
Namba zangu za simu 0612 296 212. Barikiwa sana. Usiku mwema.